يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، نحن نملك ما لا يملك غيرنا. Ndugu watukufu waumini, sisi kwa maana sisi Waislamu tuna hazina ambayo tunamiliki hazina hiyo. Wasiokuwa kama sisi hawana hazina hiyo. Ni fakhari kubwa sana. Hazina hii namliku al-Qur'an al-Karim. Hakuna kitu chenye thamani na bora kwa sasa na baadaye, kwa chochote ambacho unakihitajia zaidi ya kitabu kitukufu al-Qur'an al-Karim. Allah amekita ni kitabu chenye baraka katika maisha ya wanadamu. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Hii Qur'an ni kitabu maalum, sio kila kitabu. Tumekuteremsha wewe Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ni kitabu chenye baraka kubwa sana. Moja katika maudhui na madhumuni makubwa ya Qur'ani ni kwetu sisi tupate kuzingatia, tupate mwongozo sahihi wa maisha yetu haya kuelekea akhera, na sehemu tuliyoteleza na kukosea tupate mawaidha, dawa, tukae sawa kuelekea katika sehemu iliyokuwa sawa. Maendeleo yote duniani, yawe ya kisiasa au ya kiuchumi, ya kijamii, kama yatakosa mwongozo huu wa Allah kupitia ndani ya Qur'ani, nothing, hamna chochote, ni vurugu tu, kwa sababu kutoka hakuna baraka. Hata ukifanyacho wewe tija yake inakuwa hakuna. Unakusanya nini? Unatumia nini? Kwa hiyo unafanya juhudi kubwa, lakini bado unaishi katika matatizo. Kwa maana Allah akasema katika Qur'ani tukufu, waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Anayepuuza hii Qur'ani yangu, mwongozo wangu, mawaidha yangu, basi yeye daima atakuwa katika maisha yenye taabu na dhiki tu, kwa sababu ameacha kufanya au kufuata kile kitu ambacho kitampa mwongozo na baraka kubwa katika kila nyanja ya maisha yake, iwe upande wa siasa, iwe upande wa kiuchumi, kijamii. Hakuna ila ni Allah kupitia kitabu hichi kitukufu al-Qur'an al-Karim. Ndugu zangu katika imani, sasa tunaishi katika masiku yatwayo ayamu tashrik. Tunaishi bado katika sikukuu, katika sikukuu ndani ya mwezi wa Dhulhijja. Mtume amesema ni masiku ya furaha, lakini si kula na kunywa tu, wa dhikrin wa tasbihin. Tunamkumbukaje Mola wetu mtukufu katika neema kama hizi? Tukoje sisi katika mazingira kama haya? Na huwezi wewe kuishi katika masiku haya kama hujamkumbuka mwanahistoria mkubwa ambaye mimi na wewe ni sababu ya kulazimika, ni wajibu kwa mwenye uwezo afanye ziara katika Baitullahil Haram, kwa sababu ya kujifunza liyashhadu manafia lahum, yatokayo kwa nani? Bi abina wa abil anbiya,
Ibrahim alayhi salatu wasalam, kwa baba yetu na baba wa manabii Ibrahim alayhi salatu wasalam. Hutuba yetu ya leo, ndugu zangu watukufu waumini, tuondoke na faida kadhaa katika maisha na historia ya Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wasalam. Moja katika mafunzo ambayo tunayapata na tumeyakosa katika zama za leo, na ni moja katika sababu ya kufeli sisi, at-tauhid al-khalis wal-bu'd 'an ash-shirk. Tumekosa tauhidi safi, tumekosa itikadi safi kwa Mola wetu mtukufu. Badala yake sasa tumekuwa karibu na shirki, hatukuwa mbali na shirki. Ibrahim anatuthibitishia tauhidi ya kweli katika maisha haya kwa Mola mtukufu, na ndio sababu ya mafanikio. Hata uwe na hali ngumu kiasi gani, lakini madhali wewe uko upande wa Mola mtukufu na yeye ndio unayemwamini, yeye ndio unayemtegemea, hauna mwingine zaidi ya yeye, hakuna takaloshindikana chini ya jua. Hili Ibrahim alayhi salatu wasalam amelithibitisha pale ambapo alipoishi na jamii yake. Baba yake akiwa miongoni mwa hao ni watu ambao wanaabudia masanamu, wanafanya shirki katika maisha yao, na yeye anamwamini Mola mtukufu, hana mwingine baada ya Allah tabaraka wa taala. Kajaribu kutumia nafasi yake ambayo Allah amemweka kuwalingania watu wake warudi kwa Allah tabaraka wa taala, hawakuweza kusikia na kufuata. Ibrahimu hakuathirika na wale, bali wao ililazimika waathirike na yeye Ibrahimu alayhi salatu wasalam. Zukhruf, Allah anasema idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Kumbuka Nabii Ibrahim aliposema kumwambia baba yake na watu wake, mimi Ibrahim bari'un mimma ta'budun, niko mbali kabisa na yote ambayo nyinyi mnayaabudia. Siko tayari kushirikiana nyinyi katika kufanya shiriki hiyo. Kawalingania hawataki, hawasikii. Lakini Ibrahimu hakuathirika na wale watu, bali wao waliathirika na yeye. Alijitenga nao na ibada hii ya shirki. Suratu Al-An'am, Ibrahimu anasema wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman aliha, baba yangu, hivyo wewe unayafanya haya masanamu ndio Mungu? Haya la tanfa wala tadhuru, hayana maslahi yote kwetu sisi, hayaleti manufaa wala madhara yote. Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin, mimi nakuona wewe na watu wako mpo katika upotevu wa wazi kabisa. Ibrahimu amekimbia kabisa, anamwambia mzazi wake katika mazingira kama hayo. Walipoona kijana anawashinda kwa hoja na msimamo, na jamii inaathirika siku hadi siku, walitegemea yeye ataathirika na wao, lakini mambo yamekuwa tofauti. Wanaona watu wao wanazidi kuathirika, na wale wakubwa wenye msimamo huo ndio ambao wanatazama athari. Mbona kila tukienda hali inakuwa mbaya zaidi, tunazidi kuondokewa na watu wetu, na sisi hatumpati yeye, inakuwaje? Hakuna solution. Harrikuhu wansuru aliyatakum, huyu kijana hakuna njia, muongozeni ili mnusuru waungu wenu, achomwe ndani ya moto, basi ndiyo sababu yenyewe kufanikiwa, hakuna njia nyingine. Hayo maamuzi yamefikia. Sasa Muislamu jiulize, kiumbe wa Allah Ibrahim, na hawa ni viumbe wa Allah na wao ni wengi, ni mtu mmoja. Vipi mtu mmoja ameshinda kundi kubwa la watu ambao wana msimamo na wameshikamana katika msimamo wao? Kitu gani kilichofanya? Ni ile tauhidi ya kweli, na yeye kweli ameamua kukaa mbali na shirki.
Si kwamba anajifanya Muislamu lakini anapenda shirki, anaibaya kwa mshirikina, anapendelea yale na anayafurahia yale. Leo sisi inawezekana kwa wewe ni Muislamu, unaupenda Uislamu wangu, lakini bado unapenda uovu, unapenda ushirikina na uovu, na wewe ni miongoni mwa wanaochangia kufanyika na unasali. Unategemea nini? Hakuna mafanikio kwako zaidi ya kupeleka ghadhabu kubwa kwa Mola wako. Na kama utaondoka na hali hiyo hivi sasa, una hali mbaya mbele ya Mola mtukufu. Kimbia kwa moyo wako ndani ya itikadi, kimbia kwa matendo yako, kimbia katika harakati zako. Vipi wewe utasaidia watu wanafanya maovu na wewe ukawa miongoni mwao unasaidia maovu endelee kuwepo, na wasema ni Muislamu na unaingia ndani kusali na pengine umeenda hija, lakini wewe ndio mkubwa ambao unasaidia mambo yale endelee. Unatarajia nini mbele ya Mola wako? Muislamu, muogope Mola. Haya ni maisha mafupi, muda mchache utaelekea mbele ya Mola wako. Haya ndio maisha ya milele. Utasema nini mbele ya Mola wako utakapokwenda kwake na hurudi tena? Wakahisi kwamba kitendo cha kumtia katika moto watamtisha na atabadili msimamo. Aliyemjua Mola akawa na yakini ya kweli kwa Mola wake, daima hutoweza kumpata katika mazingira kama hayo. Sisi jambo lingine ambalo muhimu sana tumelikosa, ukikosa tauhidi ya kweli ukaingia kwenye shiriki, daima utakuwa huna yakini. Ibrahim alikuwa na yakini ya kweli kwa Mola wake, alikuwa na thabati, alikuwa na msimamo. Yakini ndio kila kitu. Unapokuwa na yakini wewe, hakuna mwenye hofu zaidi ya Allah. Unapokuwa na yakini wewe, hata katika mazingira ambayo kibinadamu haiwezekani, wewe una wasiwasi na yakini. Kwa hiyo unaimona lipo la kumshinda Mola? Lipo? Hakuna. Dunia nani? Ni Mola. Wewe ni nani? Ni Allah. Hofu yako nini? Unakosa. Una utulivu wa hali ya juu. Katika mambo ambayo Mtume alipewa, nusurtu biru'bi masirata shahri, nimewekwa mbali mimi na woga kiasi cha mwendo wa mwezi mzima. Yakini ukiwa nayo, hofu inakuwa mbali, lakini ukikosa yakini, hofu ikiwa karibu, hakuna liwalo. Wewe utakuwa miongoni mwa wanaosaidia maovu hata kama unasali, kwa sababu yakini yako kwa Mola iko mbali sana. Sasa Ibrahim alipoambiwa unatiwa katika moto, nini ambacho walikizungumza? Alhadith fi sahih al-Bukhari an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu warda qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Mtume anasema Ibrahim alayhi salatu wa salam qala indama ulqiya fi nari hasbi Allah wa ni'mal wakil. Katika riwaya hasbunallah wa ni'mal wakil. Alisema neno hayo wakati anatupwa kwenye moto, kasema hasbunallah wa ni'mal wakil. Sasa wewe Muislamu, niulize, yakini kwa Mola wako ipo kwa kiwango gani? Na dalili wewe mwenyewe jitazame, inapotokezea tatizo katika matatizo ambayo kibinadamu inakuwa ni tatizo kubwa sana kusolve, yaani zile inqata'at al-asbab, sababu hazipo tena za wewe kufanya jambo lako lile, au katika hali ambayo umekutana nayo. Nini unachokisema katika ule muda wa mwanzo? Innama sabru inda sadamati al-ula. Unasema nini? Wale wasiokuwa na akili sasa anaanza kumtaja kiume maskini ya Mungu badala ya kumtaja Mola mtukufu. Kama Firauni anaangamia, anamwita ya Musa, ya Musa. Musa taweza nini katika jambo lako hilo? Ni dalili kwamba wewe huna Mola, huna yakini, uko mbali kabisa na Allah. Na wewe Muislamu leo, miongoni mwa dalili na alama inapototezea tazoroti lile ambalo unashtua moyo, kipi ambacho mwanzo unakikimbilia wewe? Ukiona humtaji Mola, unaenda kwenye kitu badala ya Mola, kwa mtu badala ya Mola, shekhe, una mtihani mkubwa. Na endapo utakufa na hiyo, ni hatari mbele ya Mola wako. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah pekee ndiye anayemtosha, ndiye mbora wa kumtegemea. Ibrahim Allah alimruzuku rajajatul aqli, alikuwa na akili pana. Kihoja tumisogee hiki si rahisi kumshinda. Alikuwa na uwezo mkubwa wa kutumia akili yake vizuri, lakini hakutegemea akili yake.
kamtegemea Mola mtukufu. Leo inawezekana una mamlaka, una nguvu, una mali, una cheo, ukategemea cheo badala ya Mola. Unayafanya unaamini hivi ndivyo mimi cheo changu au mali yangu au nguvu yangu ya kielimu niko nayo, sina wasiwasi. Kosa kubwa, unafeli. Kamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kathibitisha kwamba Ibrahimu anamtegemea yeye. Allah kathibitisha kwamba Ibrahimu anayakini. Alipotiwa katika moto na maneno hayo akayazungumza, Allah anasema, alimwambia ya naru, ewe moto, kuni bardan wa salaman ala Ibrahima, kuwa baridi na amani, baridi yenye amani isiyo na madhara kwa Ibrahima alayhi salatu, kwa Ibrahim ala Ibrahima. Kawaida ya moto unaunguza, kanuni yake ni kuunguza, lakini Allah akaondosha kanuni ya kuunguza ni moto, lakini special people kwa Ibrahim peke yake. Allah alikuwa na uwezo mkubwa wako hata kuleta upepo kali ukapeperusha ile moto, au mvua nyingi ikaja ikazima ile moto. La, arada an tabqa naru naran mutaajjija, kataka bakie moto kama moto unaungua na wao wanauona. Wakati huo kusema ya naru, moto, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ibrahim kaingia katika moto, katoka mzima kabisa, wakiamini kwamba ushaunguza kila kitu mzima, hata kovu hana. Unajifunza nini Muislamu katika mazingira kama haya mazito kama haya? Unajenga nini kwa Mola wako wewe? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah aliondosha kanuni ya moto kuunguza. Kwa Ibrahimu hakuweza kuungua na moto unawaka. Huyo ndo Allah. Kwa hivyo ikiwa moto ambao mnauamini, mnauona unaunguza, mnapikia, leo Ibrahimu hajaungua kwa moto ule, min babi aula kuacha hayo na sanamu yenu ambayo imekaa imetulia yasiyo na maslahi yote, msiabulie. Ikiwa moto ambao unaunguza Ibrahimu hajaunguza kwenye moto, vipi masanamu yenu ambayo yasimika imekaa tu? Kwa nini? Yani kiakili, ondokeni kurudi huku. Huyo ndio Allah. Kila ukitupa kwa Allah, Mungu anaonyesha kupitia wewe. Moto haukupunguza Ibrahimu na akabakia. Nini sababu? Aliyaqinu wa tawakkul. Alikuwa na yakini na akamtegemea tu Allah peke yake, hakuna mtu mwingine. Miongoni mwa sababu ambazo na wewe Waislamu tunafeli, tunaziamini zile sababu, nu'minu bil asbabi, tunaziamini sababu, wala nu'min bil musabbib. Hatumwamini yule aliyeziweka hizi sababu. Hayo ni mushkila. Mtu kwa elimu yake anategemea, kwa mali yake anategemea, ana afya yake anategemea, ana elimu na cheo, hapo kwenye mkanda. Hii sababu, usitegemee sababu ndio unakufanikiwi. Tegemea Allah, fanya kwa ajili ya Allah, tengeneza dira kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi hatuko hivyo. Wa idha qara'ta al-Qur'an fasta'idh billahi minash shaitani rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروه يغفر لكم وادعوه يستجب لكم. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله. سبحان من بعث محمدا بكتاب كالشمس في ضحاها وبالسنة كالقمر إذا تلاها ومن تبعهما صار في ضوء النهار إذا جلاها ومن أعرض عنهما عاش في ظلمة الليل إذا يغشاها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، إني واجه الله تبارك وتعالى أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته إنه فقد فاز المتقون.
Funzo muhimu nyingine kwa Nabii Ibrahim alayhi salatu wasallam, ni muhimu sana kwetu sisi hasa zama za leo, al-istislamu al-kamil li amri llahi subhanahu wa ta'ala. Tukubali, tusalim amri kikamilifu, jisalimishe kwa Allah kikamilifu. Udkhulu fi silbi kafa. Shekhe, usiingie kimtego, usiabudu kwa maadhi ya mambo na mengine una habari nayo. Usiingie kwenye ibada kwa unayataka usiyotaka, ukaweka pembeni. La, ulitakalo moyo wako unapenda, moyo una shauku, na ambalo moyo hauna shauku ni wajibu, lazima utekeleze, ufanye. Basi wewe fanya al-istislamu al-kamil li amri llahi subhanahu wa ta'ala. Ni wewe kusalimu amri kikamilifu katika maagizo na maelekezo ya Mola wetu mtukufu. Fanya, acha. Kwa nini? Kwa sababu ndio kuna mafanikio. Ukishinda ile tatizo, sisi hatuko hivyo, utafanya kwa sababu una maslahi nalo, na ukiona una maslahi kama vile utaiacha. La, haiko hivyo. Ibrahimu anasema kwa Mola wake, qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kila kitu kamtupia Mola, sina lolote ninalifanya kwa maelekezo ya Mola wangu mtukufu. Siwezi kuacha ibada zangu zote, sala zangu zote, kuja kwangu kote, mimi kufa kwangu, uhai wangu wote kautoa kwa ajili ya Allah. Hakuna anayeruhusu dini hii katika maisha yake atasacrifice, atalifanya. Na hili jambo ukifikia, utaweza kuwa na tadhhiya, lazima utakuwa na muhanga. Kuna wakati ufanye muhanga, jambo hili haki yangu, lakini kulitekeleza kuna madhara makubwa sana kijamii na dini yangu. Wallahi, acha kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya maslahi. Acha. Uislamu unaangalia maslaha, sio kwa kwani yangu, hata kama utaarifu utafanya tu. La, haiko hivyo. Jambo hili nafsi yangu itadhurika, lakini jamii, dini yangu itapata faida kubwa kweli, kuwa tayari jambo hilo kulifanya. Hakadha fala Ibrahimu alayhi salatu wasalam. Wewe leo hauko hivyo. Allah anasema falamma aslama watallahu liljabin. Ibrahim alayhi salatu, yeye na mwanawe, falamma aslama, walipokubali amri ya Allah, waliposalimu ya Ibrahimu na mwanawe wote. Ibrahimu katii amri ya Mola wake, mtoto katii kwa sababu anamwambia ifal ma tumar, babangu tekeleza. Kama pia mwanamini wewe na kuchinja mwanangu, na baba mtume ni wahi, tekeleza. Kwa hiyo babangu tekeleza kama ilivyoelekezwa. Mimi inshallah nasoma, mimi ni mwenye kusubiri, wala sina wasiwasi. Utanikuta ni mwenye kusubiri, tekeleza. Kwa hiyo wote wawili, Ibrahim katekeleza amri ya Mola wake, Ismaili amekubali amri ya Allah kwa baki itekelezwe, kakubali. Falamma aslama, zama walipotii amri wote wawili, watallahu liljabin. Ibrahimu sasa akamlaza mwanae kifudifudi, anachukua kisu takiongani uso kwa uso, amchinje mwanawe, kwa sababu ni amri, agizo la Mola, anatekeleza. Allah tabaraka wa taala ambia, ya Ibrahim qad sadaqta ruya, kweli wewe umethibitisha kile ambacho Mola wako amekwambia. Bas wafadainahu bidhibhin adhim, tukampa kichinjwa kitukufu kingine badala ya mtoto amchinje kile. Ibrahim kayafanya haya. Je, mimi na wewe tuko tayari katika hayo katika maisha yetu sisi? Ndugu zangu, tija yote hayo kwamba wewe kwa Mola unamtegemea yeye, unampa peke yake, umegamana na shiriki, unayakini kwa Mola wako, unayakini, una thabati, lazima kila wakati ulimi wako dhikri kwa Mola, maombi, dua ndio kielelezo kwamba wewe kule unamtegemea Mola. Sisi wazito kumwomba Mola, hatuna haja na Mola wetu, ndio mabinu kashaka la bagala, dua ndio kila kitu.
Ndio maana hawa anasema qala rabbukum ud'uni astajib lakum, niombe mimi nitakuitikieni. Sasa nani mnamuuliza mimi? Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirina, wanaojivuna mimi wanaabudu waliombi wataingia motoni hali ya kuwa kwa madhalili. Muislamu hata kama wewe unahitaji shekhe ulichokuwa nacho neema Mungu wakati wote alipokuwa neema hiyo, kila wakati ulimi wako uwe mbishi kwa Mola wako, mshukuru yeye, muombe yeye, mtegemee dua, ndio kila kitu. Juhudi yote anayofanya Ibrahimu, anainua mikono kwa Mola wake kumuomba dua mbalimbali. Miongoni mwa hizo anasema rabbi ij'al hadha albalada amina, Mola ujalie mji huu, mji wa Maka ni mji wenye amani. Warzuq ahlahu min athamarat, na warzuq watu wake aina mbalimbali za matunda. Wakati huo anasema haya mazingira magumu, lakini anamwomba nani? Mola. Dua yake inaangalia binau mustakbal, baadaye itakuwaje. Leo sisi tukoje na jamii yetu? Haya mazingira tuko nayo tumeyaridhia, na kama kuna juhudi gani tunaifanya sisi? Tekeleza amri ya Mola wako, kaa mbali na shiriki, kuwa mtiifu kwa Mola wako, subiri anayekukuta, muombe sana Allah tabaraka wa taala kwa sasa na baadaye. Haya ndio maisha sahihi ya Uislamu, na ndio mafunzo tunayopata kwa mitume wetu alayhi wasallam, Ibrahim, kadhalika mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Allah anatambia sasa kukamilisha katika hii maudhui yetu, anasema qala Allah tabaraka wa taala Al-Mumtahina aya nambari 8, qad kanat lakum uswatun hasana fi Ibrahima, nyinyi mna kigezo kizuri kwa mambo yenu haya mtafanikiwa. Kwa nani? Kwa Ibrahim alayhi salatu wasalam. Wapi twende? Na kitabu chetu ni hichi, na hayo ndio mafunzo yetu. Tunataka nini sisi zaidi mambo haya? قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت ولي ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بالكتاب والسنة والإيمان الكامل توفنا وأنت راض عنا يا رب، توفنا وأنت راض عنا يا رب، توفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.